Karibu katika episodi ya 3. Asante kwa wote ambao mnaiunga mkono PVP Media Max kwa kuweza kugusa alama ya kusubscribe na kusupport wadhamini wetu. Basi tunasonga mbele. Tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 2 ni mara baada ya kumshuhudia Young Mo Original akiwa katika umbile la malaika na anasema kwamba hataki kurudi kuwa binadamu tena. Na ili aweze kurudi kuwa binadamu, basi Rambrari anatakiwa kuhakikisha anakwenda kuuteka umati kwa kuwa mstaarabu na kutoa nyimbo kalikali tu ambazo zitamsababisha ashinde tuzo nyingi. Kwa sababu mwamba Young Mo wa kweli anawaza yeye aliacha umaarufu wake na tabia nzuri. Itakuwaje sasa hivi atakaporudi na kugundua kwamba jamaa ameshamwharibia tabia zake na tayari jamaa atapata shida sana kujenga msingi wake upi. Kwa hiyo amempa kazi mwamba Young Mo kujirekebisha na kutengeneza tena karia yake ya muziki ili jamaa atakaporudi arudi katika umaarufu wake ule ule na tabia yake njema. Basi haraka sana wakawa wameingia makubaliano hayo kwamba mwamba anatakiwa kuhakikisha anarudisha umaarufu wa mwamba vile vile ulivyokuwepo mwanzoni, ndio atarudishwa kama kawaida kwenye nafasi yake. Basi jamaa akajikuta mpaka ameanguka chini, kwani kufanya mawasiliano na malaika moja kwa moja anatumia nguvu nyingi. Bidada Kim kukuta kwamba mwamba Young Mo ameanguka chini akaanza kumwamsha kwa fujo sana, lakini baadaye jamaa akasema kuwa ninahisi njaa kali sana. Basi haraka sana wakaenda kumwandalia msosi. Baada ya kupata msosi, basi bidada akaanza kumuuliza mwamba, kwa nini umeweza kuzimia ikiwa hauna changamoto yoyote ile kwenye ubongo, wani hakukuwa na shida yoyote ile, kwani kuna shida gani nyingine inayokusumbua? Jamaa akasema nilikuwa na saini mkataba na Young Mo wa kweli, kwa hiyo tunahitaji kufanya umaarufu wake urudi kama ulivyokuwa kabla sijaweza kuharibu, ndipo Young Mo wa kweli atarudi tena katika ulimwengu huu. Nisipofanya hivyo, amesema ataendelea kubakia malaika kwenye nafasi yangu ile ile. Bidada Kim alipoyasikia hayo maneno akakumbuka na maneno ya daktari akisema kwamba Young Mo anaonekana kuwa ni mtu mwenye hofu sana, kwa hiyo kama ukimsaidia kupata ujasiri basi anaweza kurudi katika nafasi yake. Lakini kipengele ni kwamba Young Mo anatakiwa kushinda tuzo ya mwimbaji bora katika mwaka huu, na ni kipengele kizito sana kwa sababu mwamba tayari ameshajaribia sana umaarufu wake. Basi bwana wewe walipoweza kutoka hapo, bidada akaanza kazi yake, akaanza kumwelekeza Young Mo ni vitu gani anatakiwa kuvifanya, mambo gani anatakiwa kuzingatia, vitu gani asiguse kabisa, yani katika kutunza umaarufu wake. Alafu akaongezea kwa kusema kuwa umeshaharibu umaarufu wako kwa kiwango kikubwa, unaonekana ni mtu wa kawaida kwa sababu ya mambo ambayo umeyafanya, kwa hiyo unatakiwa kujirekebisha na kutengeneza upya umaarufu wako tena. Basi mshikaji alipoingia katika entertainment zone, moja kwa moja akaanza kuwasalimia watu kwa kuinamisha kichwa chake, yani ni vitu ambavyo ametoka kufundishwa na bidada. Lakini kuna watu walikuwa nawasalimia vizuri tu lakini hawaitikii, ila bidada alimwambia kwamba haijalishi mtu atakuitikia au hatakuitikia, unatakiwa tu kumheshimu. Hasa mashindano yanakwenda kuanza hivi karibuni, yani haya ni mazoezi tu ya mashindano madogo madogo kabla ya kuingia katika mashindano makubwa ya kitaifa. Bwana mkubwa MC akaanza kusema kwamba mashindano yatafanyika katika raundi 3, lakini kuna sheria zake bana. Majaji wataandika nyimbo katika namna ambayo wao wanaiweza, alafu wewe unatakiwa kukusanya kila karatasi kutokea kwa kila jaji, alafu maneno ambayo majaji wameandika unatakiwa kuyatengenezea nyimbo. Alafu mbaya kabisa ni kwamba huo wimbo ambao unaenda unaenda kuchapa nyimbo ya hip hop, yani kifupi ni kwamba unaenda kulapu maneno ambayo majaji wameandika. Sasa mwamba ikiwa R&B peke yake hawezi kuimba, alafu anaambiwa akaimbe hip hop, yeye ilikuwa ni noma na nusu. Kwanza akaanza Young Killer akachana mistari pale, mwisho wa siku akawa amemaliza na kikundi chake. Hasa huku upande wa mwamba Young Mo hali ni tete kweli kweli, kwa sababu nyimbo aliyokuwa ameandikiwa na majaji ni nyimbo ya hip hop, alafu ina maneno mengi ya kishetani humo, mara yenda kuvua nguo nda kufanya vya kukufanya, yani kuna vitu fulani ambavyo havitakiwi kuimbwa, mara nyegezi, yani kuna vitu fulani ambavyo alivikuta akaanza kuviona kabisa kwamba hivi havistahili kuimbwa. Na nyimbo ya mwisho ilikuwa na waona mnamaliza utundu, akashindwa kuimalizia mwamba, akaanza kufuta yale maneno yote ambayo anayaona huko hayafai kabisa. Kwa hiyo kila sehemu ambapo alikuwa ameandikwa maneno ya kishetani yeye akawa anabadilisha, anaanza kumtukuza Yesu Kristo. Kwa hiyo goma kiufupi ni kwamba likawa ni kama goma la dini lakini katika mtiririko wa hip hop. Hapo ndo kidogo mwamba akawa amejisikia amani. Lakini bidada Kim akasema ndani ya nchi ya Korea hairuhusiwi kabisa kujisifia kwa dini yako eti kwamba wewe ni Mkristo, unatakiwa tu kuimba kawaida. Mambo haya ya Yesu Kristo unatakiwa uyaondoe, weka juu Mungu. Lakini mwamba akakoti katika kifungu cha Wafilipi 2:9 akasema kwamba jina la Bwana ndio linatakiwa kutukuzwa, yani jina la Yesu, kwa maana Mungu alilikirimia jina hilo ili kwa viumbe vyote vya ulimwenguni viweze kulitaja jina hilo. Kwa hiyo jamaa alikataa kwenda kuimba pale mbele bila kulitaja jina la Yesu. Basi bwana, baada ya mwamba kulikamilisha songi, kutia mistari ya Zaburi humo ndani na wimbo ulio bora, moja kwa moja akawa anaingizwa studio, lengo aweze kurekodi ili anapokwenda kuimba mbele ya majaji awe anaimba kitu ambacho tayari kimeshakuwa recorded na sauti imenyooka. Hasa wakati mwamba amefungua mdomo wake kuanza kuimba yale mistari aliyokuwa ameiandika, bidada alibaki amedata sana kwa sababu mwamba alikuwa anaimba vizuri sana. Ikabidi kwenda kumuita mpaka producer na kumwambia kwamba hebu msikilize huyu jamaa. Producer kuja kusikiliza aligundua mistari imenyooka sana. Lipo lango moja
wazi. Walikuwa wajui kwamba Mwamba alikuwa anachapa tenzi za rohoni. Hasa producer kwa kuwa sio Mkristo na hizo nyimbo hawazijui vizuri, walijua Mwamba atakuwa ametunga yeye mwenyewe na ni nyimbo zilikuwa kali sana. Ikabidi kwenda kumtaarifu sasa kiongozi mkuu anayesimamia hili shindano. Lakini kiongozi alipopata taarifa za kwamba kuna mwimbaji ambaye anaimba vizuri sana na nyimbo zake ni za tofauti, sio za kumtukuza shetani ila amebadilisha maneno, huyu jamaa alionekana kukasirika sana. Kwa nini wabadilishe maneno ya kumtukuza shetani? Kwa hiyo inaonekana hata hizi nyimbo ambazo wanaandikiwa wasanii na kuimba maneno machafu machafu huwa zinakuwa na uvuvio wa kishetani. Alafu kitu cha ajabu ni kwamba huyu kiongozi macho yake alikuwaga mekundu sana kiasi ambacho tunamshtukia kwamba huenda ndani yake atakuwa na kitu huyu. Sasa kesho yake katika siku ya tamasha, Mwamba Young Mo itakiwa aperform kabla, alafu afuatie mtu ambaye anafahamika kama Uso ambaye ni maarufu sana, ila akapangwa Mwamba Young Mo kuweza kuimba baada ya Uso kuweza kuimba. Sasa kitendo cha kumtanguliza Uso ndio aanze kuimba kisha afuatie Mwamba Young Mo ni kama vile kutaka kumuondoa Young Mo katika haya mashindano. Bidada Kim alishangaa sana, kwa nini umebadilisha mpangilio tena wakati wewe ulitakiwa ndio uanze kuimba? Lakini Mwamba akasema usihofu, Bwana yuko pamoja nasi, atatusimamia katika mshindano huu. Jina la Bwana lihimidiwe. Bidada sasa sio Mkristo, akawa amekaa kimya tu. Na zamu ya mtaalamu ilipoweza kufika, jamaa akaanza kutetemesha sauti yake akiimba gospel kabisa, tena sio hip hop. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri vile ulivyo. Hasa ilikuwa ni nyimbo ya huzuni sana, watu wote wakajikuta mpaka wanatoka na machozi. Mwamba alikuwa anaimba kwa upako mkubwa mpaka watu wenye vipara nywele zikaanza kuota. Mwamba alipokuwa amemaliza kuimba, basi miujiza ilikuwa imetokea hapa ndani, kwani mpaka viwete wengine wakaanza kutembea. Sasa ile wamemaliza kuimba, wanaelekea katika chumba cha Mwamba Johnson ambaye alikuwa ni meneja wa Mwamba Young Mo kabla. Wanamkuta jamaa ameanguka mapepo. Jamaa akaanza kukemea kwa jina la Yesu, toka. Basi ile pepo likawa limetoka, ndio Mwamba akawa endelea vizuri. Hasa kwa kuwa Mwamba alikuwa ameanguka vibaya alipokuwa amevamiwa na mapepo, basi akabidi kuchukuliwa na kupelekwa hospitalini. Basi wakawa wanaenda kumtibia. Dada Kim akaanza kusema huyu jamaa bana amewahi kushiriki katika tamasha lililopita na alikuwa anashirikiana sana na hawa watu ambao wanahusika na mashetani, lakini sasa hivi kwa sababu ameshirikiana na wewe ndio maana mapepo yameanza kumvamia. Jamaa akasema yanawezekanaje mambo hayo? Bidada akasema kuna watu ambao wanawashabikia watu kiasi ambacho akimwona huyo mtu anaweza kuzimia. Hapa ndio Mwamba akawa amepata wazo kwamba anaweza kawa maarufu na watu ambao wanaweza kawa namshabikia yeye wakaanza kupokea miujiza. Anataka mtukuze Mungu kiasi ambacho mtu atakayemshabikia apone ugonjwa wake. Kwa hiyo Mwamba Young Mo kila ambacho alikuwa anakitafuta ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu na alitamani Mungu atukuzwe zaidi kuliko yeye. Hasa bwana, matokeo yakawa yameweza kutangazwa. Mshindi wa kwanza akaonekana kuwa ni mtu mwingine kabisa, alafu mshindi wa mwisho akawa ni Mwamba Young Mo. Licha ya kwamba aliimba vizuri na watu walimfurahia zaidi, lakini yeye ndo amepewa nafasi ya mwisho. Na ukumbuke kwamba mashindano haya yalikuwa katika raundi 3. Kwa hiyo ni raundi ya kwanza tu, bado raundi ya pili. Lakini Mwamba kwa upande wake wala hakujisikia vibaya hata kidogo, lakini bidada Kim ndo alichanganikiwa, akamfuata director na akasema kwamba kitendo cha kumuondoa Young Mo wakati kila mtu anaona kwamba Young Mo ndo alishabikiwa sio vizuri, na akaongezea kwa kusema kuwa inawezekana watu wakaja kuandamana na kutoa comment mbaya katika mtandao, kitu ambacho kitaonesha kwamba haya mashindano hayafanyiki kwa haki. Lakini director hakutaka kabisa kumsikiliza bidada nini anachokiongea, ila alipogeuza tu sura yake, director macho yake kageuka rangi na yakawa mekundu. Hasa huku upande wa pili, mshindi wa hili shindano anayefahamika kama Uso alikuwa anaongea na Young Mo kwamba unaonaje uache kushiriki haya mashindano kwa sababu mimi ndio kushinda. Lakini Mwamba Young Mo alikuwa ameangalia kuna jeraha moja liko katika sura ya Mwamba Uso. Yeye alichokifanya ni kuligusa lile jeraha kisha akawa ameweza kumponya, yani anamtendea wema mtu ambaye alikuwa anashindana naye. Hasa Mwamba Young Mo baadaye akawa amefuatwa akasema kwamba hivi unajua huyu jamaa ambaye amevaa miwani ambaye ni jaji wetu alikuwaga ni mwimbaji maarufu sana katika Korea miaka ya zamani, kwa hiyo unatakiwa kuimba katika mitindo ambayo yeye anaipenda ili uweze kushinda. Na akashauriwa kumchagua Mwamba Uso yule aliyekuwa ameshinda, kujifunza zaidi aina gani ya uimbaji ambao anaotumia ili aweze kushinda. Lakini jamaa raundi hii hakujibu kitu chochote kile. Kesho yake ikawa ni siku ya pili tena kuingia katika mashindano. Kumbuka mashindano haya yako katika raundi 3. Kwa bahati mbaya au nzuri, raundi hii Mwamba Young Mo aliungana na yule Uso ambaye alikuwa ni mshindi katika raundi ya kwanza. Sasa Mwamba mmoja anayefahamika kama Jinshing aliyekuwa mshindi wa pili akawa anachukia na kusema kwamba kama wao wameungana mimi yake nitakuwa mshindi wa mwisho. Basi kila mmoja akaanza kufanya mazoezi, mwingine ana dance huko anaimba, kila mmoja watu walikuwa wanapiga mazoezi vibaya sana kwa sababu mshindano utakopo ni wakatana shoka huu. Na wakati kila mmoja yuko busy kudance, lakini Mwamba Young Mo alikuwa amesimama tu, wala alikuwa hajihangaishi kudance kama wengine. Sasa ikabidi wasimamishe muziki na wakamuuliza Young Mo, kwa nini hau dance? Jamaa akasema hakika mimi sifahamu kudance. Sasa wakabaki wanashangaa, wewe hujui kudance wakati ulikuwa na dance sana tu kipindi kilichopita. Lakini wakasema kwamba jamaa bana ubongo wake kidogo ulipata matatizo, kwa hiyo amesahau kabisa kudance, anatakiwa kufundishwa
kurudishwa upya. Sasa mwalimu akaanza kumfundisha Mwamba namna ya kudance, ila kila anapomfundisha jamaa anashindwa. Jamaa akijaribu mwili mgumu, viungo vikavu. Mwalimu akaendelea kuwaka, akasema oya, usikaze viungo kama makilikili, kumbuka wewe unatakiwa kudance mdogo mdogo, una shake. Basi ikabidi Mwamba aende kupumzika, ila kaletewa msosi, kachoka sana. Anakuja kufungua, anagundua kwamba ni mboga za majani na nyanya ambazo hazijapikwa. Jamaa akauliza ndo msosi gani huu? Lakini bidada Kimu akasema ili uanze kudance vizuri na mwili wako ulainike, lazima uanze kula misosi ya design hiyo. Jamaa hakuwa na namna yoyote ile, akaanza kubugia nyanya moja baada ya nyingine. Sasa wakati huo simu ya Mwamba Young Mo ile ambayo alikuwa anaitumiaga mwanzoni ikawa imeletwa kwa huyu jamaa. Sasa jamaa kuja kuitazama simu yake haelewi kabisa, anaanza kusoma ujumbe, anakuja kugundua kwamba kulikuwa kuna jumbe nzuri tu za kimahaba, na hizi jumbe zilikuwa ni za mashabiki wa Mwamba Young Mo. Zikawa anasema tunakupenda sana, wewe ni mwimbaji mzuri. Sasa jamaa akawa anajibu nakupenda pia. Sasa hizi message kila akijibu kumbe zinarudi kwa bidada hapa Kim. Kumbe bidada ndo alikuwa anatumaga kwa Mwamba zamani sana, na jamaa anapo type anaandika herufi moja moja nakupenda pia. Sasa watu wote wanasikia jamaa anaposema nakupenda pia. Alafu sasa bidada Kim kila Mwamba akituma ujumbe unaingia kwa bidada pale. Kwa hiyo simu ya bidada inasikika ndidi. Haraka sana bidada ikabidi kwenda kumchukua Mwamba, akasema wewe usijibu zile message, hiyo ni message ambazo nilikuwaga namtumia Young Mo zamani, kwa ni mimi wewe unayenijibu. Kwa bidada kakawa kanaona aibu sana kwamba kalikuwa kanampendaga jamaa, kalikuwa kanatuma message za kimahaba. Basi jamaa akasema na maana ulikuwa unampenda yule jamaa. Basi jamaa akamshika bidada mkono yake, kisha akamwambia nitahakikisha napambana kuhakikisha wewe na Young Mo mnaweza kukutana, kwa sababu inaonekana ulikuwa ukimpenda sana. Wanakwambia mambo yalishaanza kuchangamka. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo. Chini kabisa hapo kuna channel ya pili, unaweza kugusa alama ya kusubscribe na moja kwa moja utaendelea kufurahia vigongo hivi vikali. Kumbuka ndo kwanza mambo yameanza.